Chelsea itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Wolverhampton. Baada ya kuandikisha sare ya kufungana magoli 2-2 katika klabu bingwa barani Ulaya, Chelsea watakuwa wanarejea kushiriki ligi kuu nchini Uingereza dhidi ya Wolverhampton. Wolves ambao walipokea kipigo cha magoli 3-0 mikononi mwa Fulham na baada yake wakamtimua kocha Vitor Pereira, na kwa sasa wako na alama 2 huku wakiburuta mkia katika jedwali la ligi kuu nchini Uingereza. Hakuna timu ambayo imewahi kuwa imezoa alama 2 baada ya kushiriki michuano 10 katika historia ya ligi kuu nchini Uingereza na wakakosa kushushwa daraja. Wolverhampton ambao wamekuwa wakipoteza michuano wanakabiliwa na kibarua cha kuanza kupata ushindi na kuzoa alama muhimu ambazo huenda ikaisaidia kuwa klabu ya kwanza baada ya kushiriki michuano 10 na kuandikisha alama 2. Huenda wabakie katika ligi kuu ambacho ni kibarua kizito zaidi. Hiyo Jumapili itakuwa ni Super Sunday ambapo katika uga wa Etihad Manchester City itakuwa inawaandaa Liverpool. Man City na Liverpool wako na historia ndani ya muongo mmoja, ni timu 2 zaidi ambazo zimekuwa zikisukumana zaidi kwa kuwania ubingwa wa ligi kuu nchini Uingereza. Mara hii timu zote 2 zinamfukuzia Arsenal ambaye anashikilia nafasi ya kwanza katika msimamo wa jedwali, pengo kati yake na Man City ikiwa ni alama 6 na pengo kati ya Arsenal na Liverpool ikiwa ni alama 7. Baada ya kupoteza mechi 5 kwa mpigo katika ligi kuu nchini Uingereza, Liverpool waliilaza Aston Villa magoli 2-0 na kufuatia ushindi huo kwa kuilaza klabu ya Real Madrid goli 1-0 katika michuano ya kuwania klabu bingwa barani Ulaya. Liverpool itakuwa na kibarua kwa kuwa Man City anapocheza dhidi ya bingwa mtetezi katika michuano 12 ameshinda michuano 10, kuandikisha sare mara 1 na kupoteza mara 1. Ngome ya Liverpool iliyokuwa inavuja na kububujika magoli kwa mechi 2 zilizopita imesimama tisti na wima kwa kuzuia na kuandikisha clean sheet 2. Hii Jumapili itakuwa na kibarua dhidi ya wachezaji Erling Haaland